huu ni utamaduni wetu sisi watu wa hapa, tunaita Shangani Mkokotoni shehia ya pitana zako. Hapa panaitwa pitana zako, na moja ya jambo ambalo nimekuwa nikilifurahia kila inapofika siku kama leo, kwa sababu huu ni urithi ambao walianza babu zetu, wakaja baba zetu, na sisi tunaliendeleza kama ni siku ya umoja wetu, lakini tunafungua kwa pamoja ili tuweze kukutana. Maana family, mnajua mambo siku hizi kila siku yamekuwa yanaingiliana na mambo mengi, lakini siku kama leo ni siku ambayo family nzima ya ukoo wetu basi tunakutana hapa na marafiki zetu na majirani zetu. Hii kwanza ni silka yetu, lakini la pili ni utamaduni wetu, la tatu ni umoja ambao unaonesha tuna umoja kiasi gani. Ndio maana ya sura ya jambo kama hili ambalo tunalifanya kwa pamoja, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila siku zinavyokwenda jambo linakuwa zuri na watu wanaitikia kwa uzuri. Tangu lilikuwa la kiambo, yani hizi nyumba zetu tu, ukoo wetu, lakini sasa hivi limekuwa jambo la mtaa mzima. Pitana zako, unajua siku ya mwezi 7 basi tunafungua kwa pamoja na tunapata riziki kwa pamoja na tunapata kutambuana, tunabadilishana mawazo, tunapeana fikra na mawazo ambayo ya kuendelea. Wito wangu ni kila jamii, jambo kama hili ni bora na kulifanya, na maana yake ni kuonesha asili yako, wapi mpo na wapi mnataka kwenda. Hamwezi kufika jambo lolote bila umoja na amani ambayo ipo ndani ya nchi yetu kama hivi. Hai sana nyie kuja kwenye futurisho la kufunga sita. Tumekaa vizuri, heri na baraka zake azidi kwa Mungu wa mtu uzima na afya, aendelee kama anavyokuja kutupa futari ya funga sita wazee wake na kutujali wazee wake. Na nyie pia muwe na maisha mazuri, mukae vizuri, muendelee vizuri majumbani mwenu na watoto wenu na wazee wenu na wake zenu. Msipate mambo haya, mambo mabaya, mfuate mambo mazuri, tabia nzuri. Tunaharisisha na wao wafanye kama wanavyofanya wazee wao, wasivute mabangi wakavuta sigareti mbaya. Mambo mabaya si mazuri. Kama kijana wa pitana zako na katika mtaa huu, sisi tunajifunza kutokana na mababu na baba zetu. Kama kuna jambo jema na katika kijiji chetu cha pitana zako, na panapo majaliwa kama tutakuwepo hai sisi kabla wazazi wetu kuondoka, ni kuliendeleza jambo hili kwa sababu ni jambo jema na lenye kuleta tija katika jamii na hasa katika dini. Kwa hiyo tunajifunzia hivyo na tunajivunia kupitia swala, yani jambo hili kupitia wazazi wetu na jamii kwa ujumla. Nafunga sita ndo kama inavyotuamrisha dini. Ukimaliza mfungo wa Ramadhani funge sita kwa kuikazia saumu, na pana ujira mkubwa na matokeo yake katika jiji chetu. Sisi tunafanya futarisho hii kubwa ya kila mwaka kiufupi, yani tunapata na tumerisi kutoka kwa wazazi wetu. Kwa hiyo na sisi tunataka tuje tuendeleze, Mungu akipenda panapo haya na majaliwa. Lakini funga sita nafunga kama kawaida kutokana na pia nimerisi kupitia kwa hao wazee wetu, wametufunza kwamba na sisi tuwe tunafunga hizo sita ili baadaye tuje tuadhimishe hii siku kama ya leo ya fungua sita katika funga sita.